Hamjambo wapenzi wa Kiswahili, karibuni tuangazie msamiati wetu wa siku. Msamiati wetu wa kwanza ni jodari. Jodari ni samaki mkubwa wa baharini mwenye umbo la mviringo na nyama yenye rangi ya hudhurungi. Jodari ni samaki mkubwa wa baharini mwenye umbo la mviringo na nyama yenye rangi ya hudhurungi. Msamiati wetu wa pili ni kichaa. Kichaa neno jingine ni mwenda wazimu, ambaye ni mtu anayeugua maradhi ya akili. Kichaa ni mwenda wazimu na maana yake ni mtu anayeugua maradhi ya akili. 3, kipingamizi. Kipingamizi neno jingine ni pingamizi, ambacho ni kitu kinachozuia jambo lisifanyike au lisitokee. Kitu kinachozuia jambo lisifanyike au lisitokee ni kipingamizi, kwa jina jingine ni pingamizi. Neno la 4 ni kumbikumbi. Kumbikumbi ni wadudu kama siafu wakubwa wanaoota bawa kwa muda mfupi tu wakati wa mvua mingi. Kumbikumbi ni wadudu kama siafu wakubwa wanaoota bawa kwa muda mfupi tu baada au wakati wa mvua mingi. Msamiati wetu wa 5 ni kisoshalisti. Kisoshalisti ni kufuata nadharia ya kisiasa na kiuchumi inayoamini kuwa njia zote za uchumi zimilikiwe na serikali kwa manufaa ya watu wote. Ningependa uelewe neno hili kwa usahihi. Neno ni kisoshalisti. Kisoshalisti ni kufuata nadharia ya kisiasa na kiuchumi inayoamini kuwa njia zote za uchumi zimilikiwe na serikali kwa manufaa ya watu wote. Neno la 6 ni upebari. Upebari ni hali ya uchumi unaowezesha watu wachache kuwa na mali nyingi na kumiliki uchumi wa nchi. Neno ni upebari, ambao ni hali ya uchumi unaowezesha watu wachache kuwa na mali nyingi na kumiliki uchumi wa nchi. Tuna neno upereuzaji. Ubereuzaji ni hali ya kukwepa kufanya jambo uliotakiwa kulifanya kwa kufanya jambo lingine usilopaswa kulifanya. Hali ya kukwepa kufanya jambo ulilotakiwa kulifanya kwa kufanya jambo lingine usilopaswa kufanya ni upereuzaji. Msamiati wetu wa 8 ni microwevu. Microwevu ni kifaa cha umeme kinachotumiwa kupikia au kupashia moto vyakula kwa haraka. Kifaa cha umeme kinachotumiwa kupikia au kupashia moto vyakula kwa haraka ni microwevu. Msamiati wetu wa 9 ni utango. Utango ni kibao cha kukalia katika dau, mashua au mtumbwi. Kile kibao ambacho kinatumika kukalia katika dau, mashua au mtumbwi tunakiita utango. Msamiati wetu wa nambari ya 10 ni uanamaji. Uanamaji jina jingine ni baharia au mwanapwa. Mwanapwa, ambayo maana yake ni taaluma ya wanamaji au kazi ya kuwa mwanamaji. Ile taaluma ya mwanamaji au kazi ya kuwa mwanamaji tunauita uanamaji au baharia, jina jingine mwanapwa. 11, tombovu. Tombovu ni hewa chafu inayonuka ambayo mtu hutoa anapochemua. Hewa chafu inayonuka ambayo mtu hutoa anapochemua au maneno au maongezi ya matusi tunayaita tombovu. 12, tuna neno suna.
Suna ni jambo ambalo waumini wa Kiislamu hawalazimiki kutenda, lakini wakifanya hupata thawabu kutoka kwa Mungu. Tendo hili ni la hiari lenye thawabu. Tunasema suna ni jambo ambalo waumini wa Kiislamu hawalazimiki kutenda, lakini wakifanya hupata thawabu kutoka kwa Mungu. Vile vile tunaweza sema suna ni tendo la hiari lenye thawabu. 13, tuna neno ranji. Ranji ni shamba kubwa litumikalo kufungia na kuzalishia wanyama. Ranji ni shamba kubwa litumikalo kufungia na kuzalishia wanyama kama vile ng'ombe, farasi au kondoo. Tuna neno jingine hapa kama ratiba. Ratiba ni utaratibu maalum wa mfululizo wa shughuli kulingana na wakati uliotolewa. Ratiba ni utaratibu maalum wa mfululizo wa shughuli kulingana na wakati uliotolewa. Neno jingine ambalo tunalo hapa ni pambajio. Jina jingine la pambajio ni mapokezi, ambalo maana yake ni mahali wanapokaa watu ili kusubiri kuonana na mtu. Mahali wanapokaa watu ili kusubiri kuonana na watu tunapaita pambajio au mapokezi. Kisha tuna neno kama mriba. Jina jingine la mriba ni matembele au mtolilo. Mriba, matembele au mtolilo ni majani ya viazi vitamu ambayo hupikwa kama boga. Majani ya viazi vitamu ambayo hupikwa kama boga tutayaita mriba au matembele au mtolilo. Pia majina hayo ni sehemu ya mguu wa mnyama kati ya ngoti na kwato. Sehemu ya mguu wa mnyama kati ya ngoti na kwato ni mriba. Neno letu au msamiati wetu wa 17 ni mrina. Mrina ni mtu mwenye ustadi wa kuvuna asali. Mtu mwenye ustadi wa kuvuna asali tunamuita mrina au mrina asali. Hii ni ile hali ya mtu kutoa asali kwenye mzinga. Hiyo ndio tunaita kurina. Kurina ni hali ya mtu kutoa asali kwenye mzinga. Na mtu ambaye ana ustadi wa kutoa hiyo asali au kuvuna asali tunamuita mrina au mrina asali. Neno letu la 18 ni fyoko-fyoko. Fyoko-fyoko ni uchokozi wa makusudi ulionuiwa kumuudhi mtu. Uchokozi wa makusudi ulionuiwa kumuudhi mtu tunauita fyoko-fyoko. Neno jingine ni futikamba. Futikamba jina jingine ambalo tunalijua ni futi. Futi ni ukanda mrefu wa kupimia uliogawanywa katika vipimo vya inchi au sentimita. Futikamba au futi ni ukanda mrefu wa kupimia uliogawanywa katika vipimo vya inchi au sentimita. Tuna neno jingine ambalo ni plagi. Plagi ni kifaa kinachounganisha nyaya mbalimbali katika mfumo wa umeme wa gari au mashine. Plagi ni kifaa kinachounganisha nyaya mbalimbali katika mfumo wa umeme wa gari au mashine. Natumai umeelewa msamiati wetu wa siku ambao umekuwa ni wa manufaa sana katika kuongeza ubunifu wakati tunapozungumza Kiswahili sanifu, wakati tunaandika Kiswahili. Msamiati huu tusaidia sana tunapoongeza mawaidha katika uzungumzaji wetu wa Kiswahili sanifu. Asanteni sana kwa kutazama. Ningewasihi msubscribe katika channel yangu kama hujasubscribe, na nafurahi sana kwa walio subscribe tayari. Wananipa motisha sana wa kuendelea kuwaletea video zingine za Kiswahili. Kwaheri kwa sasa.